imekuwa kwa maisha yako haikuangi permanent ati kwa kuangukia tu. Kuna mahali imepata njia na nguvu inatoa hapo mamlaka ya kukutawala. Mimi nishasikia watu wakisema watu hao wanakuanga na damu mbaya. Nishasikia methali kama hiyo. Huyo mtu anakuwa na damu mbaya. Huyo mtu hana damu nzuri. Huyo mtu akikuja kwako hana damu nzuri. So watu hao ndio tunataka kuangalia vizuri kwao. Maana kuna watu wanaangalia maisha yako, wanalia sana kulingana na hapo penye wako. Wakisahau hiyo kitu labda kwao imetawala miaka 50, miaka 100 na yeye hapo hapa anaililia for 5 minutes. Kila mtu aseme amen. Na ndiyo Bwana akasema, "Mmefuatia haki sana, lakini penye mnaitafutia sio hapo. Nitawarudisha mpaka kwa Abraham na nitawarudisha kwa Sara." Na kama hapa hii watu walikuwa wanazungumziwa na Isaia, walikuwa na shida ya kupata watoto, walionyeshwa mpaka Ibrahimu. Baba yake alikuwa na that problem. Wakaonyeshwa Sara hakuwa anapata mtoto, lakini baadaye nikambariki. Kwa hivyo wakaambiwa, "Mnaweza anza hivi na mumaliza vizuri." Na kwa hivyo walipopewa wafanye spiritual mapping ya damu yao, ndio walikuja kujua sisi tuko na hii shida. Sisi tuko na hii problem. Na ndio ninataka niwashauri siku ya leo. Kuna watu siku ya leo itakubidi umeka decision. Kuna watu siku ya leo utaamua from today, hii ndio siku ambayo nimejua mimi damu ile niko nayo. Hii ndio siku nimejua damu ile niko nayo kumbe ni aina hii. Na damu zile tuko nazo, damu ya aina ya kwanza ni damu ambayo inapendwa na magonjwa. Hiyo ni damu ya kwanza. Damu ya kwanza katika dunia hii. Kuna watu katika familia na their generation wanafuatwa na magonjwa hapa kwa hapa. Haiwapatii nafasi. Na ukiangalia damu ya kwanza ni ile inaletanga magonjwa kubwa, maana tuko na magonjwa ambaye kama homa hiyo watu hawahesabu ati ni homa. Watu wanasema ni mvua iko imenyesha muda mrefu, sasa imenyesha ndio tuko na homa, ama msijui mahindi inatoa visho yake ama nini. Sasa hiyo sio no bebe. Na nabali sana na hiyo. Lakini kuna mtu anaangalia anajua kwetu ile magonjwa iko ni ile ya kutingisa ulimwengu. Ni ile magonjwa mtu hawezi kukaa bila kukunywa dawa. Na ukiona kweli kuna mtu anakunywa dawa every day, ndio either aweze kutembea, ndio either aweze kukula, ndio either aweze kulala, ndio either aweze kufanya kazi zile anafanya za kila siku, ujue na kwetu kuna ka problem. Kakizunguka hivyo kanaweza nipata. Kwa hivyo ninapaswa kustand ni fight. Useme amen. Amen. Na shida ni kwamba shida inaweza kukuruka wewe. Shida inaweza kukuruka. Ikose kuingia kwako kutoka kwa mama, kutoka kwa baba. Ikuruke. Ikose kuingia kwako, ingia kwa watoto. Watoto wale unaleta duniani. Unaona umeleta mtoto alikuwa anafanana labda na baba yako, labda mama yako, labda ndugu yako. Unaona that problem imekuja kushikana huku mwisho. Na wewe imekuruka mpaka unasema ni heri ingekuwa mimi. Ni hiyo damu imekuja imepata bumps ikaruka. Halafu imetembea, imeelekea kwa mtoto. Kwa hivyo ni vizuri kwanza uangalie kama kweli kulikuwa na magonjwa. Ama kuko na magonjwa. Ama kuna mtu anakunywa dawa mfululizo katika maisha. Na hiyo kesi shetani utafuta mpaka hakikishe imeingia mahali pengine na ni penye pa kuguza. Hivyo lazima uangalie kama damu yenye niko naye inaweza kuwa ni hiyo. Nitakuonyesha suluhisho. Kuonyesha dawa ndio hii ambayo Bwana amepeana iweze kupona. Tuseme amen. Ukiangalia kuna mama mmoja aliambiwa hivi katika kitabu cha Isaia. Na kwenye kitabu cha Hosea ameambiwa maneno kama haya. Akaambiwa mama yake alifanya uzinzi na usherati sana. Akapata watoto wa baba wengi. Watoto wa baba wengi. Halafu watoto hao sasa Biblia inasema ati Mungu anasema hata wasikize. Huyo ni wa baba huyo, huyo ni wa baba huyo, huyo ni wa baba huyo, huyo ni wa baba huyo. Sasa ati katika harakati zao, mama yao akienda kutafuta chakula,
akienda kutafuta, imetajwa chakula, mavazi na mafuta ya kujipaka. Mpaka imesema mafuta ya kujipaka. Hata watoto wengine walipatikania hapo. Wengine walipatikana katika maeneo ya kusindikishwa. Wengine katika maeneo ya wewe ulikuwa classmate, mtoto anapatikana hapo. Biblia inasema ati hapo kuna problem. Huyo mtoto anataka abebewe sadaka kwa madhabahu. Aletwe, abiwe. Huyu mtoto tunataka akubalike, maana katika uzee wake ati atakuwa anakafua sana. Sana sana sana. Chembe hizo zitamfuata. Maana sio wa baba mmoja. Ameruka sasa wakikutana hapa, huyu ni wa kabila fulani, ni wa kabila fulani, wa jamii fulani, wa ukoo fulani, wameletwa hapo. Biblia inasema hao watoto wako na problem wakikutana. Kwa hivyo ni vizuri kila mtu ajue ile damu imemleta hapa. Haya, shida ya pili ambayo utajua damu yako ni wakati unaangalia kazi zile unafanya. Kufanikiwa kwenu kutoka brothers and sisters, your father and your mother, kufanikiwa kwao kumekaa namna gani? Kufanikiwa kwao kumekaa aje? Maana kuna mtu anafunga shetani hapa na shida iko kwa baba yake, shida iko kwa mama yake, na anafunga shetani wapi? Hapa. Naye shetani anajua mimi siko hapo, mimi kuna penye nilipatiwa kajia nikaingia. Kufanikiwa kwa hao watu wale ambao unaona wamefanikiwa, ni vizuri na wewe uangalie. Na mimi tunataka kufanikiwa. Watu wale ninaangalia mbele yangu wamefanikiwaje? Wazalafu sasa unajua damu yako ndio gani, sasa unaanza kuibadilisha. Kama damu yako sio ile ya watu ambao wanatajika matajiri, kile unapaswa kufanya ni kujitetea kwa Mungu na kusema shida zile zilikuwa na watu wetu. Mimi nimekuja sasa. Ujitetee na maombi na ujitetee na sadaka. Vitu hivyo viwili. Hiyo sio maombi sasa ya kuomba. Jabezi alijitetea. Ukiangalia maombi yake hakuwa anabaiti. Na watu wengi wakienda kwa Mungu, kazi ile wako nayo kubwa ni kuonana na shetani. Hata mkiambia wacheni tushukuru mbele za Bwana, mtu anaruka anaenda mpaka kwa shetani kupigana naye. Shetani anashindwa. Hao watu wameambiwa washukuru, huyu naye ananichokoza. Lazima uangalie hiyo maneno. Watu wengi wamefanikiwa mpaka wapi? Maana damu ile uko naye kama imebeba kutokufanikiwa ni kule kwa kung'ang'ana mnaishi, na wewe umekuja unataka kufanikiwa, itakusumbua. Lazima uende kwanza na sadaka kwa Mungu. Lazima uende na dhabihu kwa Bwana. Lazima uende na maombi ya kujitetea. Waambie Mungu sasa, mimi nimekubali. Nimeona kwetu sisi ni watu wa aina hii. Uachane na shetani, kwanza ujitetee kwa Mungu. Kila mtu aseme amen. Upatie Mungu sadaka zako, umwambie hii ni gift nimeleta kwako, na hii ndio imebeba mpaka uhai wangu. Alafu sasa kuanzia hapo Mungu akuhurumie. Failure to that, maisha yako inakuwa na shida. Unapatanga unainuka, unapata umerudi chini. Unapata umeinuka, unapata umerudi chini. Unarudi chini mpaka unashindwa, ni kitu gani? Wengine wanaona kurogwa, wengine wanaona hii ni pepo iko kwetu, lakini ni damu ambayo inafanya kazi kwa. Lazima uelewe damu yetu ni gani. Halafu hiyo damu uanze kujua, sasa hii damu ndio niifanyie kazi, lazima nirudi kwa kina wazazi. Lazima nirudi huko, niweze kuangalia. Na kama sasa hauna watu ambao unaweza enda kuuliza, unaweza search kwa uncle, kwa auntie, wale watu wa karibu sana na baba yako na mama yako, uwaulizie na sisi. Ukiangalia vizuri ni nini kiliendelea, atakwambia. Hata kuna mtu atakwambia, unajua baba yako alikata mtu na panga, na huyo mtu akapiga kelele sana na akasema hakuna mtu atafanikiwa kweli. Sasa umepata siri. Ndio sasa utapata sadaka ya kwenda kwa Mungu, umwambie, nimekuja na hii sadaka kunyamazisha ile damu inapiga kelele kwetu. Uiambie sasa nimekuja kuinyamazisha hiyo damu, iachane na mimi. Tuseme amen. Kuna watu hapa mnatafuta kuoa. Ukiangalia yule baba alikuleta duniani hakuoa. In fact alitembea sana. Ama alitembea sana, akaacha mke wake, akaenda dunia ingine, akaenda ingine, county na county. Halafu sasa na wewe unakuja unasema
I want to marry. Wah, ile maneno itakufuata. Ile maneno itakufuata. Itabidi Mungu aingilie kati. Ama wewe ni dada, unataka kuolewa, lazima uangalie genealogy yako. Watu kwetu wakiolewa huwa wanakaa namna gani? Wanaolewangwa na akina nani? Wakiolewa ni kesi gani huwa inawafuata? Ndio usiingie tu baada ya kuingia upatane na kesi. And then uanze kulaumu Mungu. Kumbe hii kitu imetukutoa mbali. Ni vile iko imepata nafasi ya kukamata ikushike. Ulizie jirani hapo, umeona kwenye mko na damu gani? Na mimi huambia watu hivi, kama baba yako alidivorce mama yako wakiwa na 15 years kwa ndoa, 20 years. Ukifika hapo, kama hujakuwa umejitetea, lazima kutakuwa na breakdown ya marriage. Hata baada unaona labda mzee alikuacha na kaenda, uulize mama yako vizuri walikuwa wamekaa miaka ngapi, utapata kama umepita ni 2 ama umechelewa kuingia hapo na 1. Utapata hiyo. Hiyo kesi utaipata. Utaiona kweli pole. Ni vile utakake kukua na ile hali ya kufanya search. Ni vile hauna. Lakini hiyo time ukiipata itakusaidia. Na ndiposa kuna watu wanasema, mimi nataka kwenda mbali. Hii mbali kabla uende, lazima urudi kwanza kwa mama. Hawa watu walitaka kuinuliwa, Mungu akawaambia sasa kwanza mrudi kwa Ibrahim. Si mnakumbuka Abraham alinyang'anywa wife. Damu yako iko ya kunyang'anywa wife. Amenyang'anywa tu, wife ameenda. Abraham hakulala. Usiku mzima hakulala. The second day hakulala. Sara kabla mzee alikuwa ameumia. Sasa Isaac amezaliwa baada ya miaka 25. Ilikuwa after kama about 35 years. Maana sasa kinyang'anyana watu wamepata mtoto. Na Ibrahimu amekaa hiyo miaka yote. Kijana amezaliwa hapa. Hiyo miaka imefika, mtoto amezaliwa after 25 years, amepiga 30 naye anaoa. Kwa hivyo hiyo it is like 50 years, 55. Naye akaingia kwa marriage. Baada ya kuoa mke wake kanyang'anywa. Mama kaenda na Abimeleki akachukua mke wenyewe. Si mumeona hiyo kisasi kwa miaka mingi sana. Unajua ignorance ndio inatumaliza. Ati sasa si niko na 40. Hiyo kitu hakuna kwetu. Huyu alipiga 55. Ikaandika mwambia, do you know nilinyang'anya baba yenu mke wake na wewe kuja hapa. Akatolewa. Mke wake akaenda. Jacob naye amekaa miaka mingi zaidi ya hiyo 55. Amekuja sasa kijana naoa. Amenyang'anywa wife na ango yake. Menyang'anya. Haya, kulikuwa na shida ya pili kwa ya kupenda maid. Ibrahimu alichukua maid. Isaac amekuja amechukua. Jacob sasa yeye